Karibuni sana KingoFarm. Sasa bwana, leo hii ninataka niwafundishe tiba rahisi ya mafua ambayo inatibu mafua kwa asilimia kubwa. Sisi pia hapa KingoFarm tumeitumia, imetibu mafua vizuri kabisa. Sasa nadhani hii kitu hii wengi sana mnaijua. Hii hapa baking powder, hapa imeandikwa kabisa baking powder. Hii hapa ni dawa ya mafua nzuri sana. Hii inatibu mafua vizuri kabisa kwa kuku wako, yani bila ya kuhangaika. Hii hapa baking powder inatibu mafua vizuri kabisa kwa kuku wako. Lakini pamoja na kwamba hii baking powder inatibu mafua, ukisoma hapa hizi ingredient ambazo zipo hapa, kwa mfano kuna hii sodium bicarbonate. Hii hapa inaimarisha mifupa. Kwa hiyo hii pia ina kazi nyingine ukiachana na kutibu mafua. Sio lazima kuku wako waumwe mafua. Kwa mfano mimi hapa nawapa hawa kuku, japo hawaumwi mafua, lakini na wapatia hawa kuku. Kwa mfano leo hii unaweza ukaona tumeweka, kuna mchanganyo tumeweka humu. Huu ni mchanganyo wa asili. Sisi KingoFarm tunatumia tiba za asili kwa wingi zaidi hapa shambani kwetu, na zinatusaidia kupunguza gharama. Lakini pia uzuri wa hizi tiba za asili, zinatibu vizuri kabisa, kuku wako kama umepata changamoto ya magonjwa. Wengi sana huwa wanauliza, utakuta mtu anapiga simu anauliza, una uhakika hizo tiba zinafanya kazi vizuri? Jamani, sisi KingoFarm sio kwamba hivi vitu tunavisoma sehemu ndio tunakuja hapa tunakuwa hatuna uhakika. Tunavifanya sisi wenyewe hapa shambani. Yani ukizungumzia tiba, tukizungumzia tiba fulani na tibu mafua, basi ujue kama sisi tumeshaitumia hii baking soda. Sisi tumeitumia, imefanya kazi vizuri zaidi. Na ukitaka kutujua vizuri sisi KingoFarm, unaweza ukajiunga na madarasa yetu ya WhatsApp. Tupo pale WhatsApp. Ukijiunga na kundi letu lile darasa, mle kuna wafugaji wengi. Lile kundi lina watu wanakaribia kama 400 hivi. Wote ni wafugaji na wanatumia hizi tiba za asili. Wapo ambao wanakuja na shuhuda. Jamani, utakuta mtu anakuambia, jamani, mimi nilitumia hii baking powder, imenisaidia mafua, kuku wangu wamepona. Au nilitumia tiba fulani, mafua yamepona. Au walikuwa wanahara, nikatumia majani, labda nikatumia aloe vera, mafua yakapona. Vitu kama hivyo. Hapo ushahidi wote utakuwa unaupata mle. Kwa hiyo na wewe itakuongezea chachu ya kuweza kufanya hivyo. Na kitu kingine ni kwamba unaweza kuwa unahisi changamoto unapitiwa peke yako, yani zile changamoto zinakupitia wewe peke yako, lakini changamoto ni za wengi. Ukijiunga na kundi letu utakutana na watu ambao wana changamoto kubwa, mpaka wewe mwenyewe unaweza ukajiona kabisa huna changamoto. Wana changamoto kubwa, lakini tunazitatua, zinaisha. Kujiunga na kundi letu, ada yake ni shilingi 8,000. Hii 8,000 ni ada ya muda wa miezi miwili. Yani ukilipia 8,000 leo hii, utakaa kwenye kundi kwa muda wa miezi miwili. Ikifika miezi miwili utaongeza kama unahitaji kuendelea, au kama utaishia hapo hapo ni sawa. Umeona? Pia tunavyo vitabu vizuri kabisa ambavyo vinaelezea tiba za asili. Tunacho kitabu cha tiba za asili, jinsi ambavyo unaweza ukatengeneza tiba za asili. Tunacho kitabu cha ufugaji bora wa broiler, ambacho huo mwongozo unaona kuku hawa broiler hapa sisi tayari tunawauza. Na broiler wetu siku 24 tu unawaingiza sokoni ukitumia kile kitabu. Kina mwongozo wa namna ambavyo unaweza ukatumia booster na baadhi ya tiba kwa kuku wako. Tunacho hicho kitabu. Umeona? Lakini pia tunacho kitabu cha kutibia kuku, cha namna ambavyo unaweza, tiba za asili, kinaitwa tiba za asili, namna ambavyo unaweza ukatibia kuku. Kuku, nadhani wale ambao wapo kwenye kundi, kama mnaangalia hii video mtakuwa mashahidi, walikuwa hawapo kwenye hili banda. Kuna banda moja lipo kule, lile la pale juu, lile pale tulikuwa tumewaweka mle. Walipata homa ya coccidiosis. Coccidiosis, kama hujui ni shida gani, ni shida ya kuhara damu. Ni shida, kuku wanakuwa wanahara damu. Lakini tumetumia tiba za asili hizi. Unaona wamepona vizuri kabisa, vinyesi vyao ni vikavu. Umeona?
ni vikavu. Na ugonjwa wa coccidiosis bwana unasababishwa na banda kulowana. Mfano hapa umeona hapa pamelowana, kuku akidonoa hapa chini, kuna uwezekano mkubwa wa kupata hiyo shida ya coccidiosis. Kwa hiyo tumewatibia vizuri kabisa, kuku wamepona. Sasa tukirudi kumalizia kwenye hii baking powder, hii inatibu mafua na kipimo chake vijiko viwili hivi vya chakula viwili. Unaweka viwili, unaweka kwa mfano ile kopo langu ile hapa lina maji lita 10, ile hapa ni kopo la maji lita 10. Kwa hiyo unaweka vijiko viwili unawapa. Hii tiba waga inatibu mpaka siku ya 4. Kufika siku ya 4 pale ndio unaanza kuona mabadiliko, tofauti na nyingine zinaishia siku ya 3. Hii kwa hiyo siku 4 mpaka siku 6 itumie hii. Ukiona siku 6 zimefika haijafanya kazi, basi unahitaji kubadilisha tiba nyingine. Umeona kuna tiba nyingi sana ambazo zinatibu mafua, nyingi sana. Kuna majani ya mbaazi, kuna tangawizi, zipo nyingi sana tiba tunafundisha hapa, tiba nyingi ambazo zinatibu mafua. Kwa hiyo unaweza kutumia tiba nyingine na mambo yakakaa vizuri. Yani sisi kwetu hakuna kitu ambacho kinashindikana. Yani ukishindwa tiba hii tunakupa tiba nyingine. Umeona? Kazi ya pili inaimarisha mifupa, na kazi nyingine hii inaleta nguvu. Hii kazi kubwa sana nitaka kuisahau. Ina kitu kimoja hapa, ngoja nikusomea hapa. Ina kitu kinaitwa hapa chini kabisa hapa, ukisoma hapa. Ina hii hapa corn starch. Hii hapa sasa starch, hii hapa corn starch. Kazi ya starch ni kutia nguvu. Kwa hiyo kama kuku wako ishiwa nguvu, amelegea, anaumwa, kuna wengine waga tunasemaga kwamba unaweza kuandalia uji ukawapa. Sasa unaweza ukachukua hii hapa hii baking powder, ukaweka ukachanganya kwa mchanganyo mdogo. Yani unaweza ukachukua hivi vijiko viwili hivi ukachanganyia kwa kijiko kimoja hiki, ukachanganyia na kikombe cha chai kile robo kile maji, ukachanganya, ukawa na bomba la sindano, ukavuta, ukamnywesha kuku wako, anapata nguvu vizuri kabisa, kisha unampa dawa. Umeona tena vizuri. Kwa mfano ukiwa na hii baking soda ukaweka mle baking powder, ukaweka mle baking powder, halafu kisha ukapata na glucose ukaweka na yenyewe, afu kamnywesha kuku wako, anapata nguvu, anapata hali ya kula ya kunywa. Kwa hiyo atakunywa dawa, atapata nguvu, atapona vizuri kabisa. Kwa hiyo ndio kazi ambayo inafanya. Kwa leo niishie hapa kuhusiana na hii baking soda kama tiba ya mafua, lakini pia inaongeza nguvu, inaimarisha mifupa, inarahisisha pia mmeng'enyo. Kitu kingine inarahisisha pia mmeng'enyo. Tutakutana kwenye makala nyingine. Kila siku sisi KingoFarm hapa huwa tuna post video. Kwa hiyo subscribe. Kila siku hapa inayoenda kwa Mungu lazima tuweke video. Labda tupatwe na dharura kubwa sana utakuta hapa tujaweka video, lakini mara nyingi weka video. Kwa wale ambao umesha subscribe nadhani mtakuwa mashahidi. Vitabu vyetu ni shilingi 10,000 na ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp, lakini pia kujiunga na kundi ada yake ni shilingi 8,000 kwa elini.